Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe tena. Tunalihubiri neno lake ambalo ndilo ukombozi wa mataifa yote, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mwenyezi Mungu wa mbinguni apate kutubariki na kutuongoza katika kulihubiri na kulitangaza neno lake. Neno la Mungu linasema, usijione jinsi ulivyo, wewe amini. Usijione jinsi ulivyo, wewe amini. Tunajua kwamba wanadamu wote dunia nzima wametokana na Baba wa mbinguni, hivyo sisi wote ni kazi ya mikono yake. Hivyo basi, usijione wewe ni maskini, usijione kwamba wewe huna kazi, usijione kwamba umezalauliwa, wewe amini. Usijione kwamba wewe ni mdogo, usijione kwamba una magonjwa kama ukimwi, kisukari na kansa, wewe amini. Kazi ya Yesu Kristo ni kuokoa. Yesu Kristo anaokoa, wewe muamini, yeye anaokoa. Hivyo basi, neno hili lipo kwa ajili yako, wewe ambao unapitia changamoto mbalimbali, wewe ambaye uzai, wewe ambaye unaumwa magonjwa mbalimbali, wewe ambaye ukilala usingizi wako haulali. Ndugu yangu, muamini Yesu Kristo, kwa sababu Yesu Kristo yupo kwa ajili ya kuokoa. Hivyo nenda nami katika kujenga imani na tujue ni namna gani ya kuamini ili tupate kuwa salama. Hivyo basi, kitabu cha Waebrania sura ya 11 mstari wa kwanza na wa pili kinasema kwamba basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa maana kwa hayo wazee wetu walishuhudiwa. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunajua kwamba kabla ya kuja katika dunia hii, wapo watu ambao walikaa nao, ni binadamu kama sisi, ambao walijenga imani na wakaweza kushindiwa na Mungu wa mbinguni. Hivyo ni namna gani waliishi? Waliishi kwa imani ya kumjua Yesu, ya kumjua Mungu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo basi, ni wazee gani ambao wanazungumziwa hapa? Ni wazee gani? Tunaweza kuangalia. Mzee wa kwanza ni baba wa imani ambaye ni Ibrahim, ambaye alikuwa na miaka 100 akaweza kupewa ahadi, ikiwa mkewe Sara tumbo lake lipo katika hali ya kufa, lakini akaweza kumpata mtoto ambaye ni Isaka. Isaka akamzaa Esau na pia akamzaa Israeli ambaye ndiye Yakobo. Hivyo basi, mzee mwingine katika wazee ambao walishuhudiwa ni Nuhu. Nuhu alijenga safina pasipo mvua. Mwenyezi Mungu alimwambia jenga safina, yeye akajenga safina pasipo mvua, akitarajia kwamba Mwenyezi Mungu siye muongo, Mungu ambaye anasema siye muongo. Hivyo basi, tunaishi katika yale ambayo yanatarajiwa ndani ya imani ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunajua kwamba kizazi cha sasa hakitaki kuishi kwa kutarajia, kinataka kuishi kwa kuona. Ndivyo kinavyoishi. Watu wengi wanaishi kwa kuona, yaani kwamba yeye ni mpaka aone ndiyo aamini. Na Mwenyezi Mungu amekwisha kusema kizazi hiki kibaya hakitaona ishara. Ina maana ishara zimefutika. Kitabu cha Mhubiri sura ya 1 mstari wa 15 kinasema kwamba yaliyopotoka hayawezi kunyooshwa, wala yasiyokuwapo hayahesabiki. Hivyo basi, kizazi cha saizi akiyahesabu yale mambo ambayo hayapo. Hivyo basi, sisi wenye imani tunaishi katika kutarajia, tukimtarajia Yesu Kristo, kuwa kwamba yeye hasemi uongo. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo basi, tunajifunza ni namna gani baba yetu Ibrahim aliweza kuishi akaweza kushinda. Ni namna gani aliweza kuishi akaweza kushinda katika hiyo imani. Tutaongozwa na kitabu cha Warumi sura ya 4 mstari wa 17 mpaka 21. Kinasema kwamba kama ilivyoandikwa, nimekuweka kuwa baba wa mataifa mengi mbele zake yeye aliyemwamini, yaani Mungu, mwenye kuwahuisha wafu, ayataje yale yasiyokuwako kana kwamba yamekuwako,
naye aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa, ili apate kuwa baba wa mataifa mengi. Kama ilivyonenwa, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Yeye asiyekuwa dhaifu wa imani alifikiri hali ya mwili wake uliokwisha kufa, akiwa amekwisha kupata umri wa miaka 100, na hali ya kufa ya tumbo lake Sara. Lakini akiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani, akimtukuza Mungu, huku akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi. Bwana Yesu asifiwe. Tena tumekwisha kuona Ibrahim alipopewa ahadi ya kumpata Isaka, hakusitasita. Ina maana kitu cha kwanza, aliamini kuwa Mungu hawezi akasema uongo, na Mungu akiahidi lazima atatimiza. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo tunajifunza katika wewe ambaye unataka kuijenga imani, jambo la kwanza lazima umwamini Yesu Kristo, na pia lazima umwamini kwamba yeye aweza akakusaidia. Pasipokuamini haiwezekani kumpendeza Mungu, na pia hauwezi ukafikia pale ambapo unatakiwa kufika. Hivyo basi tumekwisha kujifunza kuna mambo ya kuzingatia ambayo tumekwisha kujifunza. Jambo la kwanza, lazima uamini. Jambo la pili, lazima uipokee ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo basi wewe ambaye tayari umekwisha kujua hayo mambo, ina maana unatakiwa uishi katika imani ya Yesu Kristo. Mwenye haki anaishi vipi katika Mungu? Kitabu cha Waebrania sura ya 10 mstari wa 38 mpaka 37 kinasema kwamba, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Lakini sisi hatumo miongoni mwao wasitao na kupotea, bali tumo miongoni mwa hao walio na imani ya kutuokoa roho zetu. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo wewe usijione ukoje. Baba wa imani naye alikuwa ni mwanadamu kama wewe, lakini aliishi kwa imani. Nuhu alikuwa mwanadamu kama wewe, lakini aliishi kwa imani. Tunaangalia mpaka kwenye Agano Jipya, kina Petro, kina Paulo, hawa ni wanadamu kama wewe. Wengine walikuwa ni wavuvi, walikuwa hata waheshimiki, lakini Mwenyezi Mungu aliwaheshimisha. Hivyo usijiangalie wewe ni mgonjwa sana, usijiangalie kwamba umenyanyasika sana, usijiangalie kwamba wewe ni mdogo, usijiangalie umetengwa, usijiangalie una pesa, huna kazi. Mwenyezi Mungu yupo kwa ajili yako. Hivyo basi upokee wokovu uweze kupona, na pia umwamini Yesu Kristo, kwa kuwa yeye hakuna neno gumu lisilowezekana kwake. Hivyo ishi ndani ya Yesu Kristo upate kuwa na amani ya milele. Baada ya kusema hayo, sina mengi zaidi za kusema. Mwenyezi Mungu awalinde wote.